Hii inaweza kusababisha mtu kujificha na kutojieleza kikamilifu kwa mwenzi wake. Hakuna mtu anayetaka kukaa kama yupo kwenye kiti cha moto. Hofu hii inaweza kuwa kubwa sana kiasi cha kufanya mtu aone ni bora kunyamaza kuliko kusema ukweli. Wakati mwingine ni rahisi kunyamaza kimya, lakini ukimya huu unaweza kuleta umbali kati ya wanandoa na kuathiri uhusiano wao kwa muda mrefu. Sababu ya pili, kulinda hisia za mwenzi wao. Mara nyingi watu hufikiri ukimya ni wema. Wanandoa wanaweza kuficha siri ili kuepuka kumuumiza mwenzi wao kwa kusema ukweli ambao unaweza kuwa mchungu. Mara nyingi watu hufikiri ukimya ni wema, lakini tahadhari, si kweli kila wakati. Ukimya unaweza kuonekana kama njia ya kulinda, lakini pia unaweza kuleta matatizo makubwa zaidi. Tahadhari, si kweli kila wakati. Ni muhimu kuelewa kwamba uwazi na uaminifu ni nguzo muhimu za uhusiano wowote. Sababu ya tatu, uzoefu wa zamani. Kama uwazi ulisababisha matata hapo awali, wanaweza kuamua kuweka mambo yao binafsi sasa. Uzoefu mbaya wa zamani unaweza kuathiri jinsi mtu anavyoshirikisha siri zake. Kama uwazi ulisababisha matata hapo awali, wanaweza kuamua kuweka mambo yao binafsi sasa. Hii ni njia ya kujilinda kutokana na maumivu ya kihisia. Sababu ya nne, ukosefu wa ujuzi wa mawasiliano. Si kila mtu anajua jinsi ya kuelezea mawazo na hisia zake vizuri. Mawasiliano ni sanaa ambayo inahitaji kujifunza na kufanyiwa mazoezi. Si kila mtu anajua jinsi ya kuelezea mawazo na hisia zake vizuri. Hii inaweza kusababisha kutokuelewana na hata migogoro. Ni mchakato wa kujifunza. Kwa bahati nzuri, kuna njia nyingi za kuboresha ujuzi wa mawasiliano, kama vile kusoma vitabu, kuhudhuria warsha, au kufanya mazoezi na mwenzi wako. Na sababu ya tano, masuala ya uaminifu. Kama uaminifu ni hafifu, siri zinaweza kuhisi salama zaidi. Uaminifu ni msingi wa uhusiano wowote, na bila ya uaminifu, ni vigumu kuwa na uwazi. Kama uaminifu ni hafifu, siri zinaweza kuhisi salama zaidi. Hii inaweza kuathiri sana jinsi wanandoa wanavyowasiliana na kushirikishana mambo yao. Kumbukeni, washauri, kuelewa sababu hizi kunaweza kuwasaidia kuwaongoza wapenzi kuelekea mawasiliano bora. Asante kwa kutazama. Kwa kuelewa sababu hizi, tunaweza kusaidia wanandoa kujenga uhusiano wenye nguvu na wa kuaminiana. Tayari kuwasaidia wapenzi zaidi. Kumbuka, mawasiliano ni ufunguo wa uhusiano mzuri. Bonyeza kitufe cha like na ujiandikishe kwa maarifa zaidi. Kwa pamoja, tunaweza kusaidia wanandoa